wito wetu katika ufalme wa Mungu haujategemeana na sisi, na kuna utofauti mkubwa sana kati ya huo wito wetu na wito wa watu katika serikali za dunia hizi. Ni mtume wa mamlaka ya ufalme wa Mungu duniani kupitia waumini wa kweli. Amen. Augustia Christocracy, Apostle of Christocracy, niko hapa kwa sababu Bwana amenipa hiyo mandate ya kuweza kufundisha masuala ya ufalme katika bara letu la Afrika na mahali popote ambapo anaponielekeza. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu ufalme wa Mungu, kama tunavyosema, Mungu ni mfalme, Yesu Kristo ni mfalme, na sisi tumeitwa kwenye ufalme. Kwa ufalme ni sawasawa na serikali, kwa sababu serikali tunazoziishi hapa duniani ni picha ya ufalme wa Mungu ambayo walimwengu wamechukua ili wapate kuendesha serikali zao za ulimwengu. Lakini sisi tuko kwenye serikali ya mbinguni ambayo tunaita serikali ya Kristo duniani. Lakini katika hii serikali ya Kristo duniani, si watu wote ambao wamepewa neema ya kuingia kwenye hiyo serikali, kwa sababu atuingie kwa nguvu yetu, atuingie kwa kufanya kampeni, atuingie kwa kutoa rushwa, atuingie kwa kujipendekeza. Tunaingia kwa chaguo ambalo Bwana analifanya kwenye halmashauri yake mbinguni. Ndio maana tunaposoma katika kitabu cha Yohana 15 mstari ule wa 16, Yesu Kristo mwenyewe anaongea, anasema hivi: sio nyinyi mlienichagua, bali ni mimi niliyewachagua na nimewaweka. I've choose you and establish you. Nimewaweka ili mpate kuzaa matunda na matunda yenu yapate kudumu. Bwana Yesu apewe sifa. Hapo ndipo tunapoona kwamba wito wetu katika ufalme wa Mungu haujategemeana na sisi, na kuna utofauti mkubwa sana kati ya huo wito wetu na wito wa watu katika serikali za dunia hizi. Dunia hii inaita watu kwa namna ya tofauti. Kuna watu wanachukua na nafasi kwa sababu wana ndugu zao wako serikalini, wana wajomba zao, wana kaka zao. Lakini Kristo yeye hakutuita kwa sababu tulikuwa na mjomba, tulikuwa na kaka, tulikuwa na shangazi wala marafiki huko. Yeye aliamua mwenyewe. Haijalishi ukikuwa kwenye familia ya wachawi, haijalishi ukikuwa kwenye familia ya watu wasiomjua Mungu, wanaabudu sanamu, sijua wanaua, wanaloga, yeye mwenyewe amekuchagua. Kutembea na Mungu miaka 20 si ndogo, kwa sababu tunaongelea hiyo miaka 20 leo. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia ambaye ni mtu maarufu sana, ambaye Bwana au Biblia inashuhudia. Enoki alikuwa ni mtu ambaye alitembea na Mungu. Unapolinganisha watu wote waliotembea na Mungu kwenye Biblia, yeye alitokea kuwa mtu wa kwanza, kwa sababu alitembea na Mungu takriban miaka 300. Lakini acha nikwambie, mtu yoyote anayesema nimetembea na Mungu, kuna kitu ambacho nataka nikwambie, ambacho nataka nikufunulie uelewe kwamba kwanza Mungu anakuita kabla uanze kutembea naye. Kwanza unatakiwa ukubali wito. Kwa kuwa umekubali wito, basi anakuita. Na Mungu hakuiti bure, anakuita kwa kazi maalum. Na hiyo kazi, anapokukabidhi hiyo kazi, yeye anatembea na wewe, hakuachi. Anatembea na wewe kwa sababu unafanya kazi katika ulimwengu ambao una changamoto nyingi. Unafanya kazi katika ulimwengu ambao una watu wenye chuki. Unafanya kazi katika ulimwengu ambao una majaribu mengi sana na changamoto nyingi sana. Kwa hiyo Mungu anapomwita mtu, anatembea na ule mtu. Mungu alipopia mwita Musa na akamtuma Musa, alitembea naye. Mungu anapotembea na wewe, maana yake mmekubaliana naye, kwa sababu Biblia inasema, Amosi 3:3 inasema wawili hawawezi wakatembea kama hawajakubaliana. Kwa hiyo ukiona mtu anadai kana kwamba ametembea na Mungu, kuna makubaliano kati ya yeye na Mungu. Kwa hiyo wamekubaliana,
na haya makubaliano mpaka ufikie hatua ya kushuhudia kana kwamba nimetembea na Mungu, maana yake hujamwacha Mungu, mko naye. Kwa hiyo ana uhakika ya kwamba yeye ana Mungu na Mungu amekuwa naye miaka 20. Kwa hiyo kuna watu wanaweza kashuhudia kama alivyosema mtumishi wa Mungu Lucy, kama na mimi nikitaka kushuhudia ningeshuhudia, kwa sababu hii ni safari ndefu ambayo ina milima, ina mabonde. Kutembea na Mungu si jambo ndogo. Ukisikia mtu anadai, sababu si wote wanaoweza kutembea na Mungu. Tunaweza tukadai kuwa watumishi wa Mungu, tunaweza tukajivuna kwa ajili ya huduma zetu kubwa, tunaweza tukaimpress watu na mikutano mikubwa, tunaweza tukaimpress watu na huduma zote, tunaweza tukatisha watu, tukawa na majina na masifa kubwa katika taifa. Lakini hivi vitu vyote si kipimo wala mzani wa kupima safari ya mtu anayetembea na Mungu, sababu wapo watu ambao wamekuwa na huduma kubwa, wana makanisa makubwa, wana waumini wakubwa na wana sifa kubwa, lakini hawana na Mungu. Kuwa na huduma kubwa si kipimo cha kusema kwamba wewe ni mtumishi mkubwa. Safari ya kutembea na Mungu si kusema mimi ni mhubiri mzuri, sababu tumeona sasa hivi kwa sababu ya kuhubiri vizuri tukaonekana sisi ni watu wa Mungu. Lakini nataka nikufunulie kitu kimoja, maana ya kutembea na Mungu kwa miaka kadhaa. Sisi tunaongea miaka 20 na Mungu wakati mwingine akitutazama anaona ni siku 4 tu ambazo tunajaribu kutembea naye. Unatembeaje na Mungu wewe katika huduma yako? Kwa sababu kutembea na Mungu ni kukubaliana na Mungu, na Mungu amesema nini kuhusu huduma yako? Anasema nimekuita ili upate kuzaa matunda na matunda yako yadumu. Kwa hiyo wito unakuja kwa kazi maalum. Je, matunda ambayo Mungu anataka uzae unayazaa au unafanya vitu vinavyokupa sifa wewe? Leo tunao watumishi, ameongea mtumishi hapa Dr. Peter. Tunao watumishi sasa na sifa kubwa. Mimi ni shahidi pia, wabazi tusamehe kuyasema haya hata kwa njia ya madhabahu. Ana kanisa kubwa, ana vitu ukimtazama kabisa watu wanamsalimia kwa kupiga magoti. Ana heshima kubwa sana, lakini unapofuatilia unakuta ya kwamba huyu mtu hana na Mungu. Wanapoongea masuala ya uzinzi ni namba 1, yuko kwenye uzinzi. Acha nikwambie, kwenye Biblia kuna mtu mmoja katika kitabu cha Samueli. Mimi ni mwalimu, sitakuwa sana mwalimu, lakini nataka niende kwa namna hii ya haraka. Niseme Mungu anasema hivi, wakati wana wa Israeli walipofika katika nchi ya ahadi, Mungu alikuwa akiwaongoza mwenyewe, Nabii Samueli akiwa anamwakilisha Mungu kuongoza taifa la Mungu. Lakini walipoingia katika nchi ya ahadi, hawa watu wakadai kwamba Mungu awape mfalme. Wakakataa Mungu kuwaongoza kama Mungu ili wafanane na mataifa mengine. Ni historia ambayo mnaijua vizuri, lakini kuna kitu ambacho ninataka kidogo nikifunue kwa ajili yako uelewe kwamba kutembea na Mungu ni kitu tofauti, na ni siri ya wewe na Mungu tu, si siri ya mtu mwingine. Haijalishi unadai nini, haijalishi tunasherekea, haijalishi tunakuweka maua, lakini wewe peke yako ndio unajua Mungu unatembea naye au umemwacha. Kwa sababu kwenye Biblia kuna mtu mmoja alikuwa ni mfalme ambaye Mungu alimkubali baada ya wana wa Israeli kudai kuwa na mfalme. Sauli akatawaza kuwa mfalme katika Israeli. Lakini kwa sababu Sauli ilifikia wakati katika safari yake ya kutembea na Mungu, kwa sababu Mungu alimwambia Samueli kwamba kwa kuwa wamekukataa wewe, hawajakukataa wewe, wamenikataa mimi. Kwa kuwa wametaka kuongozwa na mfalme kama mataifa mengine, basi watafute mfalme na uwape mfalme. Lakini kwa sababu ni taifa langu, ninataka mfalme atafanya kazi. Israeli ilipitia changamoto kubwa. Sauli hakuweza kutii kwa sababu alikuona changamoto kubwa, aliona vita vinakaribia, akaona watu wote wanakimbia, akaenda kinyume na maagizo aliyopewa. Mnajua kilichotokea kwamba alipokwenda kutoa sadaka zile kabla ya kuingia katika vita, Samueli akaja akamwambia, kwa nini umefanya hiyo?
kwa sababu umekwenda kinyume na neno la Bwana na kusudi la Bwana. Kwa hiyo Bwana amekutupilia mbali. God has rejected you. Na baada ya kuwa ameachwa na Mungu, kilichofanyika ni nini? Ukumbuke kwamba aliwekwa mafuta ya kifalme, alipakwa mafuta ya kifalme, na wakati Mungu anamwacha, yale mafuta ya kifalme yanaondoka juu yake. Lakini Sauli bado aliendelea kutamba kuwa mfalme wa Israeli. Sauli bado aliendelea kupewa sifa kama mfalme wa Israeli. Hakuondolewa kwenye position yake. Acha nikwambie, kuna watu sasa hivi hawana position machoni pa Bwana, lakini wana position machoni pa watu, na wao wanadai tunatembea na Mungu. Je, wewe una position machoni pa Bwana au una position machoni pa watu? Kwa sababu mara nyingi tunataka kuwatisha watu, tunataka kuonesha kana kwamba sisi tunafaa mbele ya watu. Je, Mungu amesha kuacha au bado yuko na wewe? Alikaa kwenye kiti chake, alikuwa na kiti kizuri kama hiki, amekaa kama rais, mfalme ameweka mguu juu ya mwingine, lakini akuwepo pale kwa ajili ya maslahi ya ufalme wa Mungu tena, kwa sababu mtu yoyote anayeshikilia nafasi yake akiwa ameacha na Mungu, hakuna cha Mungu ndani mwake tena. Anaweza kahubiri Mungu, anaweza kamhubiri Yesu na kamshuhudia, lakini aweza katetee. Ni wangapi wanahubiri na watetee? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kuja kusherekea hii miaka 20 ni kujifunza kuangalia, je, mimi binafsi nimejaribu kupika hesabu, na mimi tangia nimekuwa mchungaji nikaona na mimi kumbe na mimi ni kama miaka 20 tangia nimekuwa mchungaji. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini 20 ya namna gani? Umeanguka mara ngapi? Umeinuka mara ngapi? Na wengine wana miaka kaza wa kaza, tangia ameanguka hajawahi kuinuka mpaka leo, lakini kwenye madhabahu ameshikilia madhabahu yake. Acha nikwambie mtumishi wa Mungu, acha nikwambie mwimbaji, kuimba kuruka ni vizuri, lakini je, umeshaanguka au hujaanguka? Wakati wewe utasema apostle, kuanguka tu ni kwenye uzinzi. Hata kwenye kupenda pesa pia ni kuanguka. Inawezekana uko naimba kwa ajili ya pesa. Inawezekana shauko yote ulionayo na Mungu mwingine. Kitu chochote kile ambacho kimekuwa mbele yako kinachukua na nafasi ya kwanza kwenye utumishi wako, basi ndio Mungu wako. Wangapi sasa wanafanya kazi, haijalishi huko kwenye mazingira gani, lakini wanamtumikia Mammon, lakini wanadai wameshikilia madhabahu. Upendo wa kushikilia madhabahu sio kutembea na Mungu. Kushikilia madhabahu sio alama ya kusema wewe una Mungu. Kuwa na mabodyguard. Rafiki yangu, leo sijaona wale wako. Hawajaja. Nimwambia nitafutie na mimi. Lakini sijasema hivi, sisi tunajua mambo yetu, au sio bwana? Kwa hiyo tunaweza kuwa na sifa, kuwa na magari makubwa, sio vibaya. Lakini je, mbele ya Bwana unapimwa namna gani? Kwa hiyo Biblia inatuambia katika kitabu cha Mwanzo huko, Enoki, Mwanzo 5:24, alitembea na Mungu miaka 300 katika uaminifu. Katika uaminifu unaweza ukasimama mbele ya madhabahu ukashuhudia uaminifu wako wewe, na unavyoshuhudia ndivyo ulivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Siku moja nilikuwa nashuhudia, mimi wanashuhudia kanisani, nikawa nashuhudia, wakaniambia hapana kushuhudia hivyo, utakuja kujaribiwa. Nasema nimejaribiwa sana. Nilikuwa nasema mimi nina miaka sasa, huu mwaka wa 30 wa ndoa. Nikasema nina miaka 30 ya ndoa ya uaminifu. Ninaongea kwa mke wangu, uaminifu wa mke wangu tangia nimemuoa, pamoja na safari kutembea dunia nzima, nimekuwa mwaminifu kwa mke wangu. Bwana Yesu apewe sifa. Ninakupa, siseme kwa kujivuna, ninaleta mfano tu kwamba je, unaweza kushuhudia nini? Au tunaweza tu tukahubiri? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo huyu Enoki alikuwa ni mwaminifu, alitembea na Mungu na Mungu alikuwa pamoja naye, alifanya kusudi la Mungu, alimsikiliza Mungu anataka nini. Na Mungu atembee na mtu ambaye anakwenda kinyume na neno lake. Mungu atembee na mtu ambaye anatumikia miungu mingine.
Kwa hiyo kutembea na Mungu huwezi ukakusize au ukapima kwa jinsi ambavyo una mvuto wa watu. Amejaribu kuongea hapa Dr. Peter. Haijalishi una kanisa la watu 10, haijalishi una watu 20, haijalishi unao 5,000. Idadi ya watu sio shida. Mungu anataka tuwe na wengi. Inawezekana una wengi, lakini Mungu anakutazama na wewe pia. Kwa sababu kama utakuwa nao wengi, lakini wewe mwisho wa kuwaleta wale wote unapoteza nafsi yako, kuna faida gani? Wangapi leo watumishi wa Mungu wako makanisani umo nje ya mama mchungaji ana wanawake wengine? Ukielewa ufalme wa Mungu hautakuwa nyuma ya wale unaowafuata wakupe pesa, utajua kutengeneza pesa mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa unakuta mtu anakwambia sababu unajua mimi ukiongea Dar es Salaam mimi hawezi kuongea. Sawa, haya yote sawa. Je, wewe na Mungu tuambie. Utuambie wewe na Mungu vipi? Ndiyo, wewe pia na serikali ya ulimwengu sawa. Wewe na waziri sawa, wewe na rais sawa. Wewe na Mungu je? Sababu wao ni wanadamu natembea nao. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini yupo mtu mmoja, yeye ukiwa na uhusiano naye vizuri, yeye hapiti. Serikali yake na bendera zake iko juu ya bendera zote. Serikali yake iko juu ya serikali zote. Yule ndiye ambaye tunatakiwa kujivunia naye. Tunatakiwa kujivunia na Yesu, kwamba niko na Yesu, niko naye, nimepitia changamoto. Biblia inasema kwa sababu Enoki alitembea na Mungu katika uaminifu, katika ule urafiki wa ndani, katika kumheshimu Mungu, hakuonja mauti. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuonja mauti. Mungu aliamua kumchukua, alipotea, hakuonja mauti kwa sababu ya kutembea na Bwana. Unapotembea na Mungu, wewe ni Mungu mdogo. Acha nikwambie. Bwana Yesu apewe sifa. Akija Trump hapa alafu anamwambia mama ya kwamba hebu nipeleke Mbweni nikamwone rafiki yangu Kapeta, alafu anafika kwangu, anaingia kwangu, anaondoka, anakula, anakunywa au ananisalimia tu, alafu baadaye anaondoka, anakwenda kwake Marekani. Mimi sijui kama nitakuwa mtu wa kawaida katika Tanzania hii. Watu wataanza kujiuliza, huyu mtu hapa alipokaa alafu inakuaje? Watafuatilia sana, na hata hivyo heshima itakuwepo kubwa sana. Hawa ni watu ambao wako kwenye serikali ya demokrasia, wanachaguliwa na wanadamu, wanapigiwa kura, wengine wanatoa rushwa ili wapate kuwa viongozi, wanapigana, wanagombana, tunaona wanagombana. Lakini je, wewe ambaye unakaa na Mungu, hawezi kusema amina. Unakula na Mungu, unadodo naye, unalala naye, unajua umuhimu huo, unajua sifa hizo, unajua karama zake. Haleluya, Bwana Yesu apewe sifa. Tazama kabisa uhusiano wako wewe na Mungu katika safari. Tafuta mafuta ya Bwana, rudi kwa Bwana. Vinginevyo huko tunakoelekea ni anguko litakao kuja tu. Bwana Yesu apewe sifa. Sema amen. Dakika zangu zinakwenda kumalizika kwa sababu nimeongea yale ambayo itakiwa niyaongee. Haleluya, Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tuzingatie sana mabadiliko yetu wenyewe, tuzingatie sana yale ambayo Mungu ameyafanya katika huduma hii. Nilikuwa naongea na vijana wangu, nilikuwa naongea nao, wananyambia tufanyeje kwa ajili ya kupata, tunafanikiwaje? Tafakari tu sana, unachokifanya ni cha Mungu, ni cha kwako. Unajua ninapoimba hapa ninapoimba, unajua tena kuna management, kuna sijui nini, kuna nini. Aliyekupa hajui management? Naona sasa hivi hata kuna watu wengine wanatembea na Mungu, ni waimbaji, wanasema tumekuja kuperform live performance. Wewe kanisani tunakuja kuperform, tunakuja kuabudu.
Au tunakuja hapa kuonyesha vipaji kwamba unaona alivyoimba ule wa Mbeya, hamna kitu. Wale wanafahamu mnasema nini mnasema playback. Sisi tunapiga live, njoo wazuri. We kanisani tunakuja kuonyeshana live na playback, au tunakuja katika uwepo wa Mungu kunyenyekea, halafu tunasema na sisi tunatembea na Mungu. Tembea na Mungu tunakuta kuja tufanye huduma hapo, unasema mchungaji, unajua pale ni parefu sana. Mimi ndio nilikupa kipaji, mimi ndio nilikupa talanta. Hebu mwambie aliyekupa talanta kwamba ni parefu sana pale, paka mafuta parefu sana, nataka mafuta ndio nifike pale. Sijasema ukija kanisani tutakupa, lakini ukishaanza kufanya hivyo ujue kwamba hauna na Mungu tena. Bwana Yesu alisema hivi katika Mathayo ngapi? 6:24. Hakuna mtu anaweza kutumikia mabwana wawili. Aliona mioyo ya watu, aliona akili zao. Mpendwa, tuwe watu wenye nia moja tunapoamua kutembea na Mungu. Mtumishi wa Mungu, nitaomba usimame. Bishop Juma Lema tasimama. Najua kwamba Bwana alichokifanya na mtumishi wa Mungu anaweza akakifanya na mtu mwingine yoyote. Amen, mimi nakubali. Anaweza akifanya. Nilipata ushuhuda wa mtu mmoja, Renard Bonke. Nilipokuwa naongea na watu wake wakasema, unajua wanapokuja kuandaa mikutano huwa wana kama uko kwenye yale makamati wanajaribu kukufundisha, kukuelewesha kazi ya Mungu jinsi ilivyo, na hasa kukuelewesha jinsi ambavyo Mungu alimuita. Kwa wakawa wananyeleza, mimi nilikuwa nimesimamia kitengo fulani katika wilaya ya Kinondoni hapo. Wakasema Mungu alipomuita alimwambia, ninakupa Afrika, nenda ukaokoe Afrika. Lakini wakati ule Afrika kulikuwa wainjilisti wengine. Sasa akasema, Afrika nitaanzia wapi? Sina ndugu Afrika, ninaanzia wapi? Mungu akamwambia, usipochukua nafasi hii nitampa mtu mwingine. Ndio maana mtumishi wa Mungu akasema, Mungu wetu ni wabandika bandua. Unajua mimi ukiwa naongea tu mimi nadaka vitu ambavyo vitakuja kurudi. Amina. Kwa hiyo wewe unapocheza, when you fail today, usifikiri kwamba when you fail wote watashinda. Usifikiri kwamba wewe unapofanya makosa wote watafanya makosa. No, you are wasting your time. Kwa hiyo ndio maana hatutakiwi kufail, kwa sababu tunafanya kazi kwa wakati maalum, kwa majira husika, na tutapita. Kwa yale majira yako na wakati wako ukiuchezea, watakuja watu watakuwa serious, na quotation yako itaonekana kwamba ulikuwa umechezea. Kwa hiyo wewe umefanya kitu ambacho kimetuvutia sana, kwa sababu umelitambua hilo. Kama ulivyosema, umelitambua kwamba kwa kweli Mungu ameniwezesha kuwa mchungaji. Unajijua mwenyewe, unajua safari yako jinsi uliyoipitia haikuwa tu ya maziwa na asali. Kuna mahali ambapo mambo yalikuwa magumu kwako, kuna mahali ambapo ulikuwa unakata tamaa, lakini Bwana bado alikuwa anakuinua. Na kuna watu wako kwenye utumishi sasa hivi hawajafikia hata miaka 10, hawajafikia hata miaka 15, 20 hajafikia, wameshaanza kukata tamaa. Mwenzetu Mungu alimwezesha, hakukata tamaa. Bwana Yesu apewe sifa. Ninataka kusema hivi, uelewe. Usipoelewa kwa sikio lile la rohoni, utaona kwamba, unajua ninaongea na watu ambao wanataka kutembea na Mungu, siongea na watu ambao wanaofanya huduma Bwana. Na mimi mwenyewe ndio hivyo, Apostle of Christocracy Africa, no problem. Lakini uko na Mungu. Huyu mwenzetu amefaulu kwa sababu amehakikisha mwenyewe. Mimi sijahakikisha, wewe ndio umeniambia kwamba umetembea na Mungu miaka 20. Si jambo la kumpongeza, si jambo la kumshukuru Mungu, si jambo la kumpigia Bwana Yesu makofi, kwa sababu Enoki ametembea na Mungu alafu amemwandika kwenye Biblia, na yeye leo ameingia kwenye historia ya maisha yetu. Amina. Nataka usimame juu kwa miguu yako kwanza, tumshukuru Mungu kwa kuwa na mtumishi ambaye ameweza kutembea na Mungu miaka 20 katika ufalme wa Mungu, katika ufalme, katika serikali ya Mungu.
anafanya kazi katika serikali ya Mungu. Kuna wakati mwingine alikuwa anaona kwamba Mungu ni kama alipi. Wakati mwingine unasema Mungu, kwa kweli mbona ni kama tena umenisahau? Lakini bado alikuwa anang'ang'ana mpaka amefikia hapa kusema after all Mungu bado niko naye. Nataka uinue mkono wako hiyo, tumshukuru Mungu kwanza kwa ajili ya mtumishi wake. Mwambie Bwana Yesu, asante kwa kutembea na mtumishi wako Askofu Joe Malema. Umetembea naye katika ulimwengu huu wa giza, katika changamoto zote za duniani hapa. Umekuwa mwaminifu kwake, umemtegemeza, umeendelea kumwinua, umeendelea kumsimamisha. Wakati wengine uchungaji, utume, unabii, walimu, uinjilisti walishindwa, wakarudi nyuma, wakabaki mapagani. Wengine walirudi wakaongeza wake, wengine walirudi nyuma wakasema hapana, hii kazi hatuiwezi. Alikubali kuchukua msalaba wake na kumfuata Yesu. Mwambie Bwana Yesu, asante kwa ajili ya mtumishi wako. Asante kwa neema uliyomfanyia mtumishi wako. Hallelujah. Father, we thank you for the grace upon the life of your servant. Thank you for the favor that we have done. Father, we thank you. Kuna kitu ambacho tunataka tukifanya kabla sijatoka madhabahuni. Hata mimi ningetamani Bwana anitendee kama alivyomtendea yeye, kwa sababu Bwana ametembea naye. Yeye ametembea na Mungu kwa miaka 20, na Mungu akamwambia 20 hii imekuwa ni ukurasa wa kwanza. I want to add more 20 years again. Kwa hiyo kuna kitu ambacho Bwana anakwenda kukifanya ndani ya maisha yake kipya. Ninakumbuka siku moja nilikuwa nasherehekea miaka ya harusi ya ndoa yangu, lakini kuna kitu kilichofanyika. Mimi nilikuwa nimekifanya kama kawaida, lakini mtumishi wa Mungu aliyekuja kunibariki baada ya tukio lile, niliona ndoa yangu imekuwa refreshed. Mpaka nikashangaa, nikasema what happened? Kumbe kuna kitu fulani ambacho leo unasema miaka 20, alafu kuna ukurasa wa miaka 20 nyingine inaanza. Kwa hiyo kuna jambo jipya ambacho Mungu anaenda kulifanya. Kuna level mpya ambayo Bwana anakwenda kukupeleka, lakini you will not understand that, but the day you gonna live it, you accept that. Mtumishi wa Mungu alisema kweli, na Bwana alikuwa amekuinspire to do that, kwa sababu unapofunga alafu unaanza upya, kuna upya unakuja. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna upya unakuja, Bwana atakutendea. Kwa hiyo kuna kitu ambacho nataka nikupe kama nafasi, kwamba yeye tayari kwenye 20 amefunga, lakini wewe hujafika kule. Tunataka kufanya maombi ya impactation kwa watu wale ambao mjafikia pale. Labda utumishi bado unakusumbua, bado mwelekeo hujauona, bado kuna giza. Ndio, hata yeye aliona giza, lakini Bwana alikuwa tu anamwangazia. Haleluya! Bado alikuwa tu anamwangazia. Nuru ilikuwa inakuja. Wakati mwingine kunakuwa giza, lakini Bwana anasema hawa watu walikuwa wanaishi chini ya giza miaka yao yote, lakini siku moja nuru iliwazukia, na Bwana alikuwa anamzukia na nuru yake. Na wewe inawezekana mahali ulipo pale unatamani kufika pale, kwamba Bwana, na mimi ninatamani siku moja nisimame nishuhudie uaminifu wangu kwako, kwa sababu Bwana mara nyingi yeye ni mwaminifu, ni sisi tu tuna disappoint. Nataka siku moja na mimi nisimame niseme miaka 20 nimetembea na Bwana, na nitakaposema hivyo hata moyoni mwangu mwenyewe, kwa kweli hata malaika wanasema hakika huyu ni mwaminifu. Utapita mbele. Gonna just make a special prayer for you, kwa sababu hatuwezi kuja, sijasema unakuja kuleta pesa. Ninasema unakuja for a special prayer, kwa sababu ninajua kwamba kuna wengine hata miaka 20 ya huduma hawajafika, au huko unaelekea, lakini kuna changamoto kubwa sana ambayo huko unaiona mpaka unaanza kufikiria wakati mwingine niache kabisa.
Labda kuna baadhi ya vitu hujavielewa, kwa sababu wakati mwingine shetani huwa anafanya hivyo. Unajikuta kabisa kwamba nakuchanganya akili kiasi kwamba unasema basi ni Mungu, sijaitwa. Au kuna watu wanakuambia wewe hujaitwa, lakini mwenzetu Bwana amemfanyia hivi. Acha nikwambie, vitu vya kiroho ni vitu vya ajabu sana. Kwa sababu kanisani hatutoi pesa, hatutoi biskuti, tunawaombea watu tu. Kwa tunataka tufanye maombi. Mimi nafikiri ingekuwa desire ya kila mtu, lakini kwa sababu hatulazimishe mtu. Je, unaona kuna umuhimu na wewe wa kutembea na Mungu, kufika pale ulipofika kwa sababu watumishi wa Mungu wako hapa, kufika mahali alipofika na yeye? Unatamani na wewe Bwana afanye na wewe mambo makubwa kwenye huduma. Mambo makubwa sio kujenga tu makanisa, mambo makubwa hata kama unajenga, lakini mambo makubwa kwamba maintain your intimacy with God, your relationship, your friendship with God. Licha ya changamoto, licha ya giza, licha ya hali ngumu tunayopitia katika ulimwengu wetu. Haleluya. Basi mtumishi wa Mungu, yeah. Jesus. Miaka 20 Mungu alisema nami, na ninatamka kwamba sasa hivi ninakwenda kumiminwa. Vita vile vizuri nimevipiga. Amen. Mwendo nimeumaliza. Amen. Imani nimeilinda. Haleluya. Mke wangu amesimama na mimi na mama yangu mzazi na watoto wangu. Wanatambua niliwekewa sumu, mapafu yote yakawa yameharibika. Prophet Dr. Ndipo anafahamu. Na niliwekewa sumu kanisani. My God. Nilisamehe nikasonga mbele ndani ya miaka hiyo 20. Daktari aliniambia rudi nyumbani baada ya siku 7 njoo. Baada ya siku 7 nikaenda na mke wangu na mama. Daktari akasema una Mungu wewe, tulijua ndani ya siku 7 utakuwa umekufa. Nini kilichonifanya niendelee kusonga mbele? Ni imani tu. Amen. Kwamba yuko Mungu. Shangilia Bwana. Haleluya. Mwaka jana 2025 mke wangu anafahamu na ndugu yangu, rafiki yangu, mtoto wa dada yangu amefika sasa hivi anafahamu. Mwaka jana 2025 nilitibiwa na madaktari 16 tofauti. Kila baada ya siku moja nilikuwa nakwenda hospitali. Nimefanya physiotherapy, lakini pia nimepiga na mionzi. Nilikuwa ninavaa lile dude la kuvaa shingoni kwa masaa 8 kila siku. Ninavaa nyumbani, ninalivua, ninatoka, watu wananiona niko sawa sawa tu. Sijawahi kuacha kumtumikia Mungu. Haleluya. Ninakwenda ninahubiri, lakini madaktari 16 ndani ya mwaka mmoja. Tarehe 26 nikaondoka kwa ajili ya kwenda kutumika. Mara baada ya Christmas wakanisindikiza familia, nikaenda na kwenda kumtumikia Mungu. Sasa uko mbali na sisi itakuwaje? Nikasema niko mbali na nyinyi, lakini Mungu yuko karibu na. Haleluya. Nilipofika Accra, Ghana, tarehe 31 nikapokea utimilifu wa uponyaji. Haleluya. Shangilia Bwana Yesu. Glory to God. Mungu ameniambia kipindi hichi cha miaka 20 ya majaribu, ya changamoto, ninakifunga kwa sababu ninajua sasa kwamba ndio Malema Bena unanipenda. Amen. Na siwezi kuacha kufunga kipindi hichi bila kuachia mantle ya imani. Amen. Ili utembee katika imani. Nyakati zilizo nzuri tunahitaji imani, na nyakati zilizo mbaya tunahitaji imani. Amen. Ninaomba imani yangu atatuongoza Apostle John Kapeta
This is my prayer shower ambayo ninaitumia kila ninapokwenda faragha na Mungu. Nitapenda apostol kama wataishika au kama watajifunika iwe. I need a sign, Holy Spirit. I need a sign, Holy Spirit. If you're ready to impact your people with this mantle. Wimbo wa kuabudu. Hallelujah. Kuna neema. Oh yes, Lord Jesus. Nani mimi kama siyo wewe, hakuna mwingine wa kuabudu ila ni wewe Jehova. Nimwimbie nani mimi kama siyo wewe, nimwimbie nani mimi kama siyo wewe, hakuna mwingine abudu ila wewe. Hallelujah, Jesus. Jesus, hallelujah, Jesus. Endelea kumwomba Bwana, mwambie Bwana niongeze imani, mwambie Bwana kuongeze imani. Kuna kitu mtumishi wa Mungu ameongea, kuna uzoefu au experience ambayo ameipitia, ama si rahisi sana wewe kuweza kuipitia bila kuwa na Mungu. Kuna neema ambayo Mungu amemfanyia, hiyo neema tunahitaji mchana wa leo. Mwambie Bwana, nahitaji neema hiyo. Nitembea hapo chini ya mwavuli wa mauti, Bwana usiniache, Bwana usiniache, Bwana utembee pamoja na mimi, kwa kuwa mimi sioni. Ulisema ya kwamba mtakula vitu vyenye kuwa na sumu, lakini hamtakufa. Umetimiza ndani ya maisha ya mtumishi wako, licha ya giza, licha ya wakati mgumu kuupitia, licha ya kukata tamaa. Bwana umejidhihirisha. Bwana, neema uliyomtendea kwa sisi ambao tujafikia hapo, Bwana tunaomba utuongeze imani. Bwana utuongeze imani katika jina la Yesu. Into his life and his ministry, no matter what shall come on his way, Lord, we shall stand during the day, during the night. You shall not be shaken. You shall not be shaken. No matter what shall surround you, the Lord shall stabilize you. Bwana atakutia nguvu, Bwana atakuimarisha. Kuna jambo jipya ambalo unakwenda kuliishi. Bwana anasema utukufu wa hekalu ya pili utazidi ule wa ile ya kwanza. Tunataka uingie katika hatima yako sasa. Bwana akutendee makubwa miaka hii ya mbele. Miaka 20 ni siku 2 machoni pa Bwana. Mwaka mmoja ni siku moja machoni pa Bwana. Yesu akutendee kwa dakika hizi katika jina la Yesu Kristo. Namkaribisha mama. Naomba mama